Bwana, klabu ya Simba ndio klabu pekee kwenye ukanda wa Afrika Mashariki ambayo imeingia kwenye listi ya vile vilabu bora barani Afrika, sio kwa mujibu wa CAF, kwa mujibu wa GDC ambayo inafahamika kama Global Data Consultants. Hawa GDC, Global Data Consultants, hawa ni watu ambao wanafanya uchunguzi au wanafanya uchunguzi wa data na historia ya klabu kwa kuzirank kwamba ipi ni klabu bora zaidi kuliko klabu nyingine. Kwa hiyo kwenye ukanda wa Afrika Mashariki, klabu ya Simba ndio klabu pekee ambayo imekuwa miongoni mwa vile vilabu barani Afrika ambavyo vinaonekana kuwa na ushawishi mkubwa zaidi au vilabu ambavyo vina mafanikio makubwa zaidi kwenye mashindano ya kimataifa na mashindano ya ndani. Hapa hatuzungumzii makombe. Yanga ndio klabu ambayo imetoa mataji mengi Tanzania. Lakini tunavyozungumza mafanikio, tunazungumza mafanikio kwenye nyanja tofauti tofauti. Kwamba kuna kushinda mataji, lakini pia kuna kufanya vizuri kimataifa kwa kukusanya alama nyingi. Na of course Simba ndio klabu ambayo imekusanya alama nyingi pia kwenye mpira wa Tanzania kimataifa. Kwa hiyo pia imempa nafasi kuingia kwenye GDC, Global Data Consultants. Kwa hiyo ni klabu pekee kutoka kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki. Lakini ukijumlisha kwenye kanda mbili za Afrika Mashariki na Kati, wameingia klabu ya Simba na TP Mazembe. Na of course hizo ndio klabu mbili ambazo zimefanikiwa sana kwenye bara la Afrika kwa kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Of course kuhusu TP Mazembe wote tunajua namna ambavyo Mazembe amefanikiwa kufanya vizuri zaidi kwenye mpira wa Afrika, na ni klabu ambayo mara nyingi imekuwa ikichuana na vilabu vikubwa barani Afrika. So kwa kile ambacho Simba wamekifanya, wamedeserve kuingia kwenye hiyo shortlist, na ni vilabu vichache sana ambavyo vina mafanikio makubwa kwenye mpira wa Tanzania wa Afrika. Manake kuingia kwenye hiyo list sio kitu cha kitoto, ni kitu ambacho wala pia hakitokei kwa bahati mbaya. Kwa hiyo ni kutokana na mafanikio ambayo umeyapata. So timu kama Young Africans na timu zingine wanapaswa kuendelea kujifunza kutoka Simba, kwa sababu kuwa kwenye hiyo listi sio kitu chepesi. Ukiangalia timu ambazo ziko kwenye hiyo list ni timu chache sana. Kuna Al Ahly, kuna Wydad Casablanca, kuna Raja Casablanca, kuna wale ES Tunis wako pale, kuna TP Mazembe, kuna Simba, kuna Mamelodi Sundowns. Maana ni timu chache tu ambazo zinaingia kwenye hiyo list. So huingii pale kwa bahati mbaya, unaingia kutokana na ubora ambao unakuwa nao. So klabu ya Simba ni miongoni mwa vile vilabu bora ambavyo vinaonekana vimepata mafanikio makubwa kwenye miaka hivi karibuni, na ndio maana Global Data Consultants wameiweka kwenye hiyo list kama miongoni mwa vilabu bora sana na vyenye mafanikio makubwa kwenye mpira wa Afrika. Ukija kwa upande wa CAF, klabu ya Simba imekusanya alama 38. Kwa hiyo ni klabu bora, pia ni miongoni mwa vile vilabu 10 barani Afrika. So hata Global Data Consultants kuwa mention kwenye hiyo listi wala sio kwa sababu ya upendeleo, ni kwa sababu pia ya namna ambavyo Simba imekuwa na mafanikio makubwa kwenye mashindano ya kimataifa. Ingawa hata vilabu vingine vina nafasi ya kuingia kwenye hiyo listi kutokana na namna ambavyo zinaweza zikacheza mechi zao za kimataifa, lakini pia namna ambavyo zinaweza kaendea mashindano mbalimbali. Lakini ukumbuke mashindano makubwa ambayo ya kwanza ambayo yanaifanya klabu kuonekana kama ni timu bora na timu tishio ni mashindano ya kimataifa, wala sio mashindano ya ndani. Mashindano ya ndani hayaangaliwi sana kwa sababu ligi zinatofautiana. Yaani kuna ligi ambazo zina timu 16, kuna ligi zina timu 12, kuna ligi zina timu 20, lakini pia kuna ligi zingine zina timu 10. Yaani kwa maana namba ya vilabu kwenye ligi tofauti barani Afrika zinatofautiana, kwamba kuna ligi ambazo zina vilabu vingi, kuna ligi ambazo zina vilabu vichache, lakini pia kuna ligi ambazo huwa ligi zao zinachezwa kwa makundi. Yaani mfano hata ukienda Tunisia, ligi yao inachezwa kwa makundi, yaani kuna kundi A na B. Ukienda Kongo pia the same. Kwa hiyo kuna ligi pia ambazo zina makundi. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi huwa hawatazami tu kwenye ligi za ndani. Wanaangalia kwenye mashindano zaidi ya kimataifa ambayo ndio yanaweza kuupa clear picha ya ubora wa timu yako. Na hawa GDC ni tofauti na IFFHS. Wale IFFHS wale ambao wanasema Yanga ni timu bora barani Afrika, ni timu ya 4 kama sikosei, wale waongo, kwa sababu wao wanaangalia sana kwenye ligi ya ndani. Unicho kwenye ligi ya ndani sometimes inaweza kukupa picha tofauti, lakini ukienda kwenye mashindano ya kimataifa ambayo ndio yanatazamwa na taasisi kubwa duniani ambazo zinafanya uchunguzi au zinaangalia data mbalimbali kwenye vilabu tofauti duniani kwa ajili ya kuziranki,
huwa mara nyingi wanatazama kwenye mashindano ya kimataifa, na kwenye mashindano ya kimataifa Simba imekuwa ikifanya vizuri sana, na ndio maana wameingia kwenye hiyo list ya miongoni mwa vilabu ambao vina mafanikio makubwa kwenye mpira wa Afrika. Lakini pia ukitazama hata namna ambavyo data zao wanakusanya, unaona ni watu ambao bado wamejikita zaidi kwenye kuangalia ile reality, yani kwamba nini ambacho mnafanya kwa wakati husika. Hawaangalii historia tu kwamba mmewahi kufanya nini, ila wanatazama pia nini ambacho mnakifanya. So hata sasa hivi currently Simba inafanya vizuri, na ndio maana mpaka sasa kwa upande ukanda mzima wa Afrika Mashariki, kwa maana ukanda mzima wa Sekafa, Simba peke yake ndio imebakia kwenye mashindano ya kimataifa. Hakuna timu nyingine ambayo imebakia zaidi ya Simba peke yao. So hiyo inakupa picha ya namna gani ambavyo wao kama klabu walijipanga kuwekeza vizuri, lakini pia kutengeneza mazingira mazuri ya wao kuwa hivi ambavyo wapo. Pamoja na kwamba imesajili wachezaji wengi wapya, lakini bado ndio klabu ambayo mpaka sasa inafanya vizuri, imesimama pale juu. Kwa hiyo tukubaliane tu kwamba Simba ni timu bora barani Afrika, na Yanga, Azam na timu zingine wanapaswa kujifunza kutoka Simba, kwa sababu sasa hivi Simba ni level ya kina Mamelodi Sundowns, ni level ya Al Ahly, ni level ya TP Mazembe, ni level ya ES Tunis na vilabu vingine vikubwa barani Afrika, wala sio level ya Yanga. Yani walishavuka kwenye ile level ambayo Yanga wapo kwa muda mrefu sana.